Unajua, maisha ni kama sinema. Kila mtu ana sehemu yake ya huzuni, sehemu ya furaha na sehemu ambayo hataki mtu mwingine aione. Lakini kitu kimoja kinachotofautisha sisi sote ni hiki: namna tunavyoiona historia yetu kwa kutengeneza kesho yetu. Watu wengi wamefungwa na makosa ya zamani. Wanaishi wakijilaumu, wakisema laiti ningelifanya hivi, labda ningelikuwa mbali zaidi. Lakini ukweli ni huu: zamani haikuja kukuadhibu, bali ilikuja kukufundisha. Kila kosa ulilofanya lilikuwa somo. Ulipofeli shule, uligundua kuwa maisha hayamaliziki darasani. Ulipopoteza kazi, ulijifunza thamani ya kujitegemea. Ulipoumizwa na mtu ambaye ulikuwa unampenda, ulijifunza si kila mtu anayekuambia anakupenda basi anamaanisha kweli. Hivyo basi, baada ya kusema nimepoteza muda, sema nimepata uzoefu. Kwa sababu kila tukio, liwe zuri au baya, basi limekuandaa kwa ajili ya hatua inayofuata. Unajua, kuna watu wanalia kwa sababu walipoteza kazi, lakini miaka miwili baadaye wanashukuru kwa sababu waligundua kipaji chao kupitia upotevu wa vitu walivyowahi kuwa navyo. Mara nyingi Mungu anafunga mlango sio kwa sababu anakuchukia, bali kwa sababu anajua unastahili jengo zima na si mlango mmoja pekee. Hapo ndipo niligundua maisha sio kama vile tunavyoona kwenye mitandao, na hapa ndipo watu wengi wanapojiona kuwa hawana thamani baada ya kuona maisha ya wengine yakiwa mazuri kuliko ya kwao. Ukweli ni kwamba watu wengi huonyesha upande mmoja tu wa furaha, lakini haonyeshi matatizo yao ya kila siku. Kila mtu ana wakati wake wa giza, lakini siri ni kuendelea kuchemka hata moto ukiwa mdogo. Kama sufuria ikikaa muda mrefu juu ya moto, hata maji yakiwa ya baridi yataanza kuchemka. Na hata uwe unapaswa kuchukua hatua, hata zikiwa ndogo, badala ya muda, utaona mabadiliko. Hivyo usiogope hatua ndogo. Hata kutembea taratibu bado ni kusogea mbele. Kama bado una pumzi, bado una nafasi. Usiache ndoto zako kwa sababu ulifeli mara nyingi. Kila unapoanguka, unainuka ukiwa na uzoefu zaidi. Na kama leo unaona maisha yako haendi kama ulivyotarajia, labda Mungu bado anaandaa ukurasa unaofuata kwa simulizi lako. Kumbuka, kitabu cha maisha hakijamalizika. Unapitia tu sura zenye maumivu na kurasa zenye uchungu, lakini mwisho bado ni mzuri. Wakati mwingine mambo hayaendi kama tunavyotaka, lakini Mungu huwa ana mipango yake. Labda ulilia jana, lakini leo unakutana na somo ambalo lilikufanya uwe imara zaidi ya kesho. Kuna siku utakuja kukaa chini ukitazama nyuma na utatabasamu huku ukisema, Mungu, umenipa haya, ni zaidi ya niliyoyaomba. Ndio maana nasema usikate tamaa kwa sababu ya leo. Leo ni maandalizi ya kesho bora. Kama kuna kitu ulichojifunza kutoka kwenye maumivu, basi maumivu hayo hayakupotezei muda, bali yalikuponya kwa njia yake. Kama ulipoteza marafiki, kazi au kwenye uhusiano, usiulize kwa nini. Uliza, nilikuwa najifunza kupitia nini kupitia hili ambalo nimepitia. Zamani ni kama darasa, si kama gereza. Usiendelee kujifungia kwa makosa ya jana. Tumia makosa haya kama daraja la kukuvusha kwenda kwenye hatua inayofuata. Kwa sasa endelea kusonga mbele. Usiogope kuchelewa. Jua tu kwamba safari yako ina kasi yake. Hata ukichelewa kufika, bado utaona jua linawaka kwa ajili yako. Maisha ni kama internet. Wakati mwingine signal inapotea, lakini connection bado ipo. Kwa sasa jipe moyo. Zamani yako ilikuwa mwalimu, sasa ni wakati wa kuandika kesho yako kwa ujasiri. Kwa sababu muda si mrefu utatabasamu na kusema, Mungu amenipa zaidi ya jana. Na hii ni The Survive. Tukutane kwenye video ijayo.